majina anaitwa Kiza Hussein Mayeye, ni mbunge mteule wa Chama cha Wananchi CUF, naangalia Icon TV. Sheikh Hamis Mataka, msemaji wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, siku ya Alhamisi ya tarehe 27 mwezi wa 7 2017 kulikuwa na tukio la msikiti mkuu wa Makkah kulengwa na kombora lililorushwa na wapiganaji wa Al-Houthi wale wa Yemen. Sasa baada ya tukio hili zito, kwa kuwa limelenga msikiti mtukufu wa Makkah ambapo ndipo kwenye Kaaba, mahali ambapo Waislamu wa dunia nzima wanapaelekea wakati wa swala zao, mahali ambapo Waislamu wa dunia nzima wanakusanyika katika kipindi hiki kwa ajili ya kutekeleza moja ya nguzo 5 za Uislamu, nguzo ya hija. Sasa baada ya tukio hili, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania na Sheikh Mkuu Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali, kwa nafasi yake kama mwenyekiti wa taifa wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na mufti wa nchi hii, alitoa tamko hilo ambalo ndani yake ameonyesha kusikitishwa kwake na shambulio hili, kusudio hili la kushambulia mji wa Makkah na hasa kushambulia msikiti mkuu wa Makkah ambapo pana Kaaba. Ameonyesha masikitiko yake kwa tukio hili, lakini amemshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba kombora hilo liliweza kudhibitiwa na majeshi ya Saudia kabla halijaleta madhara. Lakini Mheshimiwa Mufti ametaka Waislamu na jamii kwa ujumla izingatie umuhimu wa kuheshimiwa maeneo matukufu, hili la Makkah likiwa mojawapo. Sehemu hizi ziheshimiwe, lakini pia ameliona hili shambulio kwamba ni shambulio linaloweza kuleta hofu na kuhatarisha usalama wa mahujaji hivi sasa, wakati Waislamu wa dunia nzima wenye uwezo wanaelekea Makkah kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa shambulio lolote la kulenga msikiti mtukufu, maana yake unalenga kuwashambulia wale pia ambao watakuwa katika eneo hile. Na katika muda huu watu kutoka sehemu mbalimbali duniani Waislamu wanakusanyika pale kwa ajili ya maandalizi ya ibada ya hija. Kwa hivyo alionyesha kusikitishwa kwake kwa tukio hili kufanyika ndani ya muda huu ambao ndio msimu wa hija, na akawataka Waislamu wamuombe Mwenyezi Mungu ili Mwenyezi Mungu ajalie amani na utulivu kwa dunia nzima hii ambayo imekumbwa na matukio mbalimbali ya vurugu, vita na kadhalika, lakini na hasa Mwenyezi Mungu aipe amani na utulivu miji mitukufu ile, maeneo yale matukufu ya ibada, ili Waislamu waweze kwenda na kufanya ibada ya hija kwa salama, amani na utulivu. Hiyo ndio ilikuwa taarifa rasmi ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Sasa tunafahamu kwamba ile ni sehemu tukufu zaidi na takriban watu wengi wanatamani pia kufika na wanaamini kwamba ile ni sehemu ya amani. Sasa kuna hatua gani ambazo labda zinachukuliwa ambazo ni za kuwafanya watu waweze pia kuwa salama, na watu wengine ambao wanatamani pia kwenda pia wawe na wasikate tamaa kwamba kuona kwamba tayari kuna mashambulizi kama hayo? Mheshimiwa Mufti katika tamko lake ameonyesha matumaini yake kwamba serikali ya Saudia chini ya mtumishi wa misikiti mikuu ya Makkah na Madina, mfalme wa Saudia Salman bin Abdul Aziz Al Saudi, kwamba itachukua na itafanya kila lililo katika uwezo wake kisha mashambulizi kama haya yanadhibitiwa na hayaleti madhara yoyote kwa miji mitukufu na kwa mahujaji.
Okay. Labda tunajua kwamba shambulio hili limetokea kama ulivyosema kwamba ni siku ya Alhamisi, na labda kwa upande mwingine kwa tetesi au labda kwa uhakika zaidi, hili tukio ni tukio ambalo lilikusudiwa kwamba shambulio hilo litokee au kwamba ni kitu ambacho kimetokea tu kwa bahati mbaya? Hapana, kwa sababu linatokea kwa wapiganaji wa Al-Houthi wale wa Yemen. Unaona, alichukuliwa kwa bahati mbaya. Linachukuliwa ni shambulio lililokusudiwa. Okay. Mwisho kabisa, kwa watu ambao wanakuangalia sasa hivi kupitia Icon TV, Waislamu kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla pia, unawaeleza nini? Kwanza ni kuwatoa hofu Waislamu wale ambao wanadhamiria kwenda kuhiji, waendelee na maandalizi na hili lisiwatie hofu, kwa sababu kwanza kitendo cha serikali ya Saudia kwa mfumo wake wa ulinzi kuweza kudhibiti ile kombora kabla halijaleta madhara ni kitendo chenye kuleta matumaini. Tunaamini kwamba jambo hili halitawakwaza Waislamu ambao wanataka kuelekea ule kwa ajili ya kutekeleza ibada. Kwa habari za burudani, siasa na michezo, usisahau kusubscribe ili usipitwe na update.